Serikali imewataka viongozi wa dini kujenga umoja na mshikamano, kuhamasisha amani ili kujenga jamii imara inayowajibika na kuleta maendeleo endelevu. Na timu ya Singida Black Stars inatarajiwa kushuka dimbani leo kuwavaa mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, timu ya Yanga huko mkoani Singida. Na habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, leo ni Alhamis ya March 5 mwaka 2026. Karibu sana katika asubuhi njema ambayo kimsingi huwa inaanza na taarifa ya habari. Mimi naitwa Emily Lazarus, karibu sana. Naam, serikali imewataka viongozi wa dini kujenga mshikamano na kuhamasisha amani ya nchi ili kuleta na kuijenga jamii imara inayowajibika na kuleta maendeleo endelevu hapa nchini. Safari yangu katembea. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya miaka 10 ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT, amesema viongozi wa dini wanayo nafasi kubwa ya kulinda amani ya nchi. Ni vizuri kukawa na kundi jingine ambalo lenyewe linatamani kuona amani na haki vikiwa pande mbili za sarafu moja. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumza kuhusu amani kama hakutakuwa na haki. Lakini pia ili haki ziweze kupatikana ni lazima amani iwepo ndani ya taifa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Shehe Alhadi Musa Salum, amesema lengo la jumuiya hiyo ni kushirikiana na serikali kudumisha amani. Sisi Waislamu na sisi Wakristo wote ni ndugu, tuna udugu ambao Mwenyezi Mungu ameuthibitisha katika vitabu vyetu. Tuna udugu wa kibinadamu. Kimsingi sote sisi tunatokana na Adam na Hawa. Awali akisoma risala kwa mgeni rasmi, katibu mkuu wa jumuiya hiyo Askofu Israel Ole Maasa ameiomba serikali kuwawezesha upatikanaji wa ofisi za JMAT mikoani ili kuimarisha utendaji wa taasisi hiyo. Viongozi wetu wa JMAT kote nchini wana uhitaji wa majengo ya ofisi, na kuna majengo mengi ya serikali ambayo hayatumiki. Tungeliomba tuwasilishe ombi letu, viongozi wetu wa JMAT wafikiriwe kupewa ofisi. Mahakamani mashauri mengi yanakuja, mengi yangeweza kumalizwa kwa njia ya maridhiano, njia ya usuluhishi, ADR, alternative dispute resolution. Kwa hiyo sisi mahakama tunaheshimu chombo hiki na tunaamini kwamba kinasaidia na kitaendelea kusaidia. Kwa bahati nzuri, Mheshimiwa Rais katika 4R zake maridhiano pia ipo. Maadhimisho ya miaka 10 ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania yameendana na shughuli mbalimbali za kijamii zilizofanyika mikoa tofauti nchini, ikiwemo upandaji miti, kuchangia damu na kutoa misaada mbalimbali kwenye vituo vya kulelea watoto. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Wananchi mkoani Geita wameombwa kujitokeza kwa wingi na kuchangamkia fursa na huduma mbalimbali zinazotolewa na serikali ili kuelekea maadhimisho ya kilele cha siku ya wanawake duniani. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Geita Martini Shigela amesema katika kipindi chote cha maadhimisho kutakuwa na utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii na uchumi. Huduma zinatolewa na taasisi zikiwemo huduma za fedha, TRA, wako watu ambao wana changamoto za kimapato, wanahitaji kupata elimu na maarifa zaidi, na pale pia tutatoa huduma hizo kwa ajili ya kuwawezesha wanawake katika hili. Na sisi katika mkoa wa Geita, taasisi kama Tume ya Madini itashiriki kamilifu, kwa sababu tungependa zaidi wanawake wajione wamefika wapi katika ushiriki kwenye sekta ya madini. Kwa hiyo wataalamu wa sekta ya madini watakuwepo katika maonyesho hayo, na hivyo kila mwanamke ambaye anatamani kushiriki kwenye sekta ya madini, na wanaume ambao kwa kweli wako wengi, lakini wanawake tunawahamasisha zaidi wajitokeze, wahakikishe wanashiriki kikamilifu katika eneo hilo. Aidha, Shigela ameongeza kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho hayo anatarajiwa kuwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Tunamtarajia waziri kufika katika viwanja vya Karangalala kwa ajili kwanza kutembelea mabanda, kupata taarifa za ushiriki wa wanawake na wanaume katika maadhimisho kwa siku 3, lakini pili kutembelea fursa za namna wanawake wanavyoshiriki katika shughuli za kiuchumi, ikiwemo uzalishaji na empowerment ambayo imefanyika katika mkoa wetu wa Geita. Lakini 3, atafanya kazi ya kupokea maandamano
Na maandamano haya kwa kweli tunatamani na tunatarajia kwamba wanawake wengi zaidi. Maadhimisho ya mwaka huu mkoani Geita yataambatana na uzinduzi wa mradi wa pamoja unaolenga kukuza usawa wa kijinsia na kutokomeza ukatili wa kijinsia kupitia uwezeshaji wanawake kiuchumi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Serikali mkoani Arusha imeiagiza makundi maalum ya wafanyakazi wakiwemo masekretari, madereva na watunza kumbukumbu kupewa kipaumbele cha bajeti ili waweze kushiriki makongamano yao ya kitaaluma ya kila mwaka bila vikwazo. Agizo hilo limetolewa na Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha, Dr. Toba Nguvila, wakati akifungua kikao cha baraza la wafanyakazi wa mkoa kilichowakutanisha makatibu tawala wa wilaya, wakuu wa idara pamoja na wawakilishi wa vitengo mbalimbali kwa lengo la kupitia rasimu ya bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 kabla ya kuwasilishwa katika kamati ya ushauri ya maendeleo ya mkoa RCC. Dr. Nguvila amesema makundi hayo hufanya kazi kubwa ya kuwawezesha viongozi kutekeleza majukumu yao ya kila siku, hivyo wanapaswa kutengewa fedha za kushiriki vikao vyao vya kitaifa ambavyo wakati mwingine huhudhuriwa na viongozi wakuu wa nchi. Kwenye ofisi ya mkoa, kwenye ofisi za madasi, kwenye ofisi za wakurugenzi, hakikisheni bajeti yao inatengwa ili wasiende kwa kukopwa. Waende wakiwa na posho yao kamili na nauli yao. Nilisema kama ni mazingira wanakwenda ambayo yana ndege, wapande ndege. Tunakaa nao wakati mwingine mpaka saa 3. Una assignment kubwa. Hawalalamiki. Hasa mara moja kweli kwa mwaka ushinde kuwa motivate. Kwa upande wake Katibu wa TUGHE mkoa wa Arusha, John Mahimbo, amewahimiza wawakilishi wa wafanyakazi kutumia jukwaa hilo kuibua hoja zitakazosaidia kuboresha mazingira ya kazi katika ofisi zao. Ni lazima tuzungumze. Sisi tunaelewana Naamini hatujaja hapa kibahati mbaya. Kwa hiyo zipo changamoto za wenzenu kule. Sio tena mnatoka hapa mnakutana kwenye corridor mnaanza kuongea. Jambo ambalo mimi silipendi. Na ukianza kuongea kwenye corridor alafu ukatoa malalamiko huko yakasikika huko, hayo ni ya kwako. Kwa bajeti ya 26-27 tumepanga kutumia shilingi bilioni 371.5. Kati ya hizo shilingi bilioni 9.4 ni sekretarieti ya mkoa, lakini shilingi bilioni 362 ni kutoka mamlaka za serikali za mitaa. Baraza hilo linatarajiwa kukamilisha mapendekezo yake na kuyawasilisha RCC kwa hatua zaidi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tabora kimeiagiza serikali kuhakikisha inasimamia kikamilifu mfumo wa NeST ili tenda za serikali zinapotolewa ziwanufaisha wazawa na wa eneo husika wenye utaalamu na weledi kwa lengo la kuweza kutekeleza miradi kwa wakati na kwa kiwango kinachotakiwa. Maelekezo hayo yametolewa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora, Saidi Nkumba, wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tabora mara baada ya kukagua mradi wa ujenzi wa shule ya msingi na awali Hanihani B wilayani Igunga. Sisi tunahitaji huduma hii iende kwa uharaka. Tunapenda sana hii mifumo inayotoa uwazi wa kuajiri watu katika kazi. Lakini tukafanya marekebisho ili angalau watu wanaopata hizi kazi watoke jirani kwenye maeneo ambayo wako rafiki wa kwenda kufanya hiyo kazi kwa muda mfupi na kazi kao zinaonekana kwa muda mfupi. Awali, mwalimu mkuu wa shule sekondari Hanihani, Mwalimu Pendo Ndaki, ameeleza taarifa utekelezaji wa mradi huo sawa na asilimia zake, huku mradi huo ukitarajiwa kuondoa changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata shule katika kijiji jirani pamoja na kupunguza hatari ya ajali. Hadi tarehe ya leo, utekelezaji wa mradi umefikia hatua mbalimbali kama ilivyoainishwa kwenye jedwali hapa chini. Jengo la utawala, hatua zilizofikiwa kwenye haya majengo yote ni ukamilishaji. Kwa jengo la utawala ni 85%, kwa madarasa 6 ya shule ya msingi ni 90%, madarasa 2 ya awali na uzio ni 95%,
Matundu 12 ya vyoo ni 95%. Lakini baada ya kukamilika shule hii nafikiri itakuwa na manufaa kwetu, ambayo itasaidia watoto wote wanaoishi eneo hili watakuja kusoma hapa. Sisi tulikuwa tunaomba tu afanye haraka ili kukamilisha ujenzi huu wa watoto wetu wahamia hapa. Barabara zetu hizi zimekuwa korofi. Tunashindwa hata kupita, tumeoga vizuri mpaka tuvue viatu, tunadumbukia kwenye madimbwi, hata na watoto wanashindwa kwenda shule vizuri. Ziara hii ya kamati ya siasa ya mkoa wa Tabora imemalizika hapa katika wilaya ya Nzega kwa kukagua miradi mbalimbali iliyopo wilayani hapa. Kutoka hapa wilaya ya Nzega mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Naam, serikali kupitia taasisi ya mifupa MOI imezindua utoaji wa huduma za kibingwa na bobezi za mifupa, ubongo na mishipa katika hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere mkoani Mara ili kuweza kusaidia utoaji wa huduma kwa wananchi na kutimiza ndoto ya baba wa taifa. Kuanza kutolewa kwa huduma hizo za mifupa, ubongo pamoja na mishipa kutasaidia kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma za kibingwa kwa wananchi katika mkoa wa Mara na baadhi ya maeneo ya kanda ya Ziwa, hii ikiwa ni kutimiza ndoto ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mawazo haya toka mwaka 75 ambapo wazo hili baba wa taifa lilimuingia kichwani, akaona kwamba kuna haja ya kuwa na taasisi ambayo itaweza kutoa huduma za namna hiyo. Ni uzinduzi wa huduma za kibingwa na bobezi za taasisi ya MOI hapa katika hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere maarufu Kwangwa hapa mkoani Mara. Akizindua zoezi hili, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema huduma hizi zitasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa safari ya wagonjwa kutoka hapa kwenda mkoani Mwanza na mikoa mingine ambayo inatoa huduma hii. Kitengo cha MOI kitaanzishwa rasmi sasa kiwe cha kudumu katika hospitali yetu ya Kwangwa. Kitakuwa kitengo cha kudumu. Kila mwananchi awe na bima ya aina moja au nyingine isaidie walau kupunguza makali ya gharama za matibabu. Tuna wagonjwa wengi sana wa migongo, tuna wagonjwa wengi sana wa ubongo, lakini tuna wagonjwa wengi sana wa mifupa. Kwa huduma hii ya mifupa, mishipa pamoja na ubongo ni faraja kwa wananchi ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu kwenda kutafuta huduma hii. Moto ilikuwa ni kubwa na tulikuwa tukipata adha kubwa kutoka hapa kuelekea Bugando. Lakini tunashukuru Mungu, tumefurahi kupata huduma hapa. Naona mpaka hii inatengenezwa, wanatuwekea mavyuma. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 8. Naam, katika kuhakikisha wanawake wanajikwamua kiuchumi, jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi limetajwa kuwa ni nyenzo muhimu ya kuweza kuwainua wanawake kiuchumi na kufikia maendeleo endelevu. Akizungumza katika jukwaa la uwekezaji wa wanawake kiuchumi mkoani Morogoro, Waziri Dr. Dorothy Gwajima amesema wanawake wote ni walengwa wa majukwaa hayo ili kuwainua kiuchumi na kuondokana na utegemezi. Tunao wanawake wengi zaidi ya 11,000 na hawa wanawake ni Watanzania na ni walengwa wa majukwaa haya. Nini kimewabakisha huko? Ndio mkakati unatakiwa uanzie hapo kwenda kuwavuta waje. Iende sambamba na historia ya uanzishaji wa majukwaa haya chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tangu akiwa makamu wa rais. Jukwaa hilo linatakiwa lichukue wanawake wote pasipo itikadi zao za kiimani wala za kisiasa, waje hapa kama senta ya mafunzo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala akitoa salamu za mkoa amesema maendeleo hayana chama, hivyo kila mwananchi anapaswa kunufaika na keki ya taifa bila kujali chama na itikadi yake. Na maelekezo ya sera zetu ni kwamba wananchi wote wenye sifa bila kujali itikadi ya vyama vyetu tuwakomboe kiuchumi. Tunapojenga majukwaa yetu tusiangalie huyu ni wa chama gani. Hata kama ukitaka kufanya hawepo kwenye chama chako, kimpa fursa ndio atakuja. Kwa hiyo niwaombe waratibu wa majukwaa haya tuwaunganishe Watanzania wote. Mezali tuna malengo ya pamoja kuhakikisha tunataka kusukuma gurudumu hili na fursa hii inayotolewa kwa nchi yetu. Hii keki ya taifa tule sote. Idadi ya wanawake wanaolengwa. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo, jukwaa linalenga kuhudumia wanawake wapatao 11,466 waliopo katika kata ya Kilakala.
Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Na jiji la Dar es Salaam limezindua rasmi mpango kazi wa kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo kwa kugeuza taka kuwa rasilimali kupitia uzalishaji wa nishati safi na uundaji wa ajira kwa Watanzania. Uzinduzi huo umefanyika chini ya usimamizi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa kushirikiana na ofisi ya ubalozi wa Uingereza, ukilenga kuimarisha mikakati ya kimazingira na kiuchumi ndani ya jiji hilo. Akizungumza katika hafla hiyo, Meya wa jiji la Dar es Salaam, Nuruddin Bilali, amesema mpango huo unalenga kubadili mtazamo wa taka kutoka kuwa tatizo hadi kuwa fursa ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Na tuweze kuwekeza zaidi kwa maana ya budget zile tunazokaa katika vikao vyetu vya budget, tutaenda kuwekeza zaidi ili tuweze kurahisisha au kuwezesha mpango huu kufanyika vizuri. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri jijini Dar es Salaam, Elihuruma Mabelia, amesema mpango huo ni hatua kubwa ya kimkakati itakayosaidia jiji kusimamia taka kwa ufanisi zaidi na kuzifanya kuwa chanzo cha ajira na mapato kwa wananchi, huku mshauri wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi kutoka ofisi ya ubalozi wa Uingereza, Abdallah Shah, amesema ni wakati wa dunia kuhakikisha kuwa kila shughuli ya maendeleo inaingiza ajenda ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili kulinda mazingira na kizazi kijacho. Moja ni utunzaji wa mazingira wenyewe, lakini mbili, kuhakikisha mazingira haya tunayoyatunza yanakuwa ni endelevu, kwa maana kutunza viumbe hai pamoja na sisi binadamu. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Asante sana Nelson kwa taarifa hiyo. Na katika michezo, mtazamaji, tunaeleza timu ya Singida Black Stars inatarajia kushuka dimbani leo kuwavaa mabingwa watetezi Young Africans katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara utakaopigwa mkoani Singida majira ya saa 10 kamili jioni. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkali kutokana na ubora wa vikosi vya timu zote mbili pamoja na umuhimu wa alama 3 katika msimamo wa ligi. Wakizungumza na waandishi wa habari kuelekea pambano hilo, makocha wa timu zote mbili wameeleza kuwa maandalizi yamekamilika na wachezaji wako katika hali ya ushindani. Sure, we will do our best. We know everything about this game, about our opponent. We respect them, but we will do our best to succeed inshallah. Sisi tuko tayari na tuko nahisi tunataka tupate contact tuweze kurejea kwenye nafasi ambayo sisi ilifanya kwenye Champions League. Kwa hiyo kesho tutapambana ili tuweze kupata point 3. Biki wa Singida waje tu kesho kusupport, watupe, kwa sababu wenyewe ndo na wenyewe ni wachezaji namba 12. Bila wao sisi hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo waje kwa kishindo, wajue kwamba wasupport timu yao. Point 3 na wenyewe moja wanasababisha hivi wengi kusipata point 3. Our mission is come here, play high density and high intensity match, but in the end, for sure, we want to get the 3 points and conserve our position in the top of the table. We always perspective the match in the overall momentous, because we need to be performant in offensive parts, but also in defensive parts, in transitions, in set pieces. So we need to look for overall. Sisi tumejipanga kimwili, kiakili, kupata maelekezo ya mwalimu, mimi nataka na imani tutakuwa na mchezo mzuri zidi ya Singida. Tutafanya vizuri na kuweza kupata pointi 3 kwa mwisho. Sawa. Performance nzuri inapokuja kwanza inatengenezwa na mwalimu. Pia na wachezaji si wenyewe kwa tayari. Kwa hiyo ndio tunapopokea kitu kutoka kwa mwalimu 100% ndio mazuri yote tunafanya uwanjani ndio yale yanayotokea. Mtazamaji, mwisho wa habari ya asubuhi njema, endelea kuwa nasi.